Bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni kwa sasa bwana ni kuhusiana na issue ya Harmonize. Harmonize bwana ameishaanza ile world tour ambayo alikuwa ameitangaza, ambapo ilikuwa imeanza tokea aliandika tarehe ya kwanza kabisa ni tarehe 23 mwezi huu hapa wa 5, na venue ilikuwa ni Dar es Salaam. Yani world tour ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapo awali kwamba imekuwaje Konde bwana amesema kwamba anafanya world tour alafu anachanganya na mikoa ambayo iko ndani ya nchi ya Tanzania. Watu walidhania kwamba world tour itakuwa ni nchi fulani na nchi nyingine tofauti tofauti, lakini yeye ya kwake bwana ameichanganya na mikoa ambayo iko ndani ya Tanzania, jambo ambalo liliibua mjadala. Lakini at the end of the day imekuwa kicked off kwa maana ya kwamba bwana tayari tour imeshaanza na ameanza Dar es Salaam. Sasa issue ya show ya Harmonize kwa mara ya kwanza katika hiyo tour yake ambayo ni Harmonize World Tour pale Dar es Salaam imefanyika maeneo ya Mwenge. Sasa venue ndio imekuja kuibua maswali mengi, ambapo watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza kwamba bwana imekwaje Harmonize anaenda kuperform sehemu kama ile, kwa sababu kwa hadhi ambayo ya Harmonize, kwa sababu ukitaja wasanii watatu wakubwa hapa Tanzania basi lazima utamtaja Diamond Platnumz, utamtaja Ali Kiba pamoja na Harmonize. Umeona bwana? Sasa kitendo cha Harmonize kuonekana na perform maeneo ya Mwenge, na kama unavyojua pale ile ilikuwa ni stand ya mabasi, kulingana na hadhi au status ambayo yuko nayo katika industry ya muziki wa Bongo Flava ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba imekuwaje Harmonize ana perform Mwenge, msanii ambaye ni big 3, yani katika zile big 3 hapa Bongo yeye pia ni mmoja wapo. Sasa imekuwaje na perform same kama ile? Lakini pia ukiachana na hilo, una kitu kingine ni kwamba ile bwana ilikuwa ni show ya free entrance, yani ilikuwa ni show fulani hivi ambayo ilikuwa ni bure, haikuwa na kiingilio chochote. Umeona bwana? Pia vile vile imeibua maswali, imeleta walaki ni kwa namna moja au nyingine. Watu wanajiuliza kwamba Harmonize amefanya show bure pale Mwenge, hakukuwa na mob ya kutosha kiasi hicho, tofauti na the way. Sio kwamba ndo mara ya kwanza Harmonize kufanya vitu kama hivi, alishawahi kufanyaga show Mbagala, lakini Mbagala tunakumbuka kwamba ilikuwa ni nyomi ya mtu, yani watu walikuwa mwaga pale. Lakini kwa upande wa hii show ambayo ameifanya pale Mwenge bwana, watu walikuwa ni wa kawaida tu pale stendi, na ukizingatia kwamba venue yenyewe pia ni stendi. Umeona bwana? Kwa watu wengi sana wamekuwa wakitoa dosari kwamba inakuwaje Konde anafanya show kama ile kwa msanii kama yeye, yani wa haiba yake, kufanya show ya pale. So kwa kifupi ni kwamba kumekuwa na comparison, hususan mashabiki wa WCB wanakuambia kwamba Harmonize bwana uwezi kabisa yani ukamfananisha na Diamond hata kidogo. Yani level ya Diamond na Harmonize ni vitu viwili tofauti, na Harmonize ile tabia ya kuclaim kwamba yeye ndo msanii namba moja hapa Bongo inabidi tu aache, kutokana na the way ambavyo show ile alivyoifanya pale. Ni msanii ambaye sasa hivi anafanya show kwenye stand ya mabasi. Umeona bwana? So in a negative side, wadau wanasema kwamba amejishusha hadhi, sio show ambayo yeye alitakuwa perform. Lakini pia vile vile wanasema kwamba Diamond hata kama umlipe milioni 60, 100, 200 hawezi akaenda kuperform pale kwa ajili tu kwa sababu moja ya kulinda brand. Yani wapo kama ile show labda ingekuwa imeandaliwa na waandaaji wa bia ambayo Diamond iko nayo kwenye partnership, lazima angezingatia kwamba ifanyike wapi, venue iweje na vitu vingine. Yani wangefanya lile jambo kwa ukubwa zaidi. Lakini Harmonize kwenda pale kuperform stand ya mabasi, wadau wanasema kwamba ni vitu ambavyo Diamond hata kama ungemlipa kiasi gani cha fedha hawezi akaperform pale kutokana na brand au status ambayo yeye yuko nayo. Lakini kitendo cha Harmonize kwenda kuperform pale, wadau wanakuambia kama vile jamaa hazingatia hayo mambo ya branding, mambo ya status na vitu vingine kama hivyo. Sasa hiyo ni in a negative way kwa mujibu wa baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo huko mitandaoni. Lakini ukija kwenye upande wa positive side ni kwamba tunaweza kusema kwamba Harmonize bwana ni moja kati ya wasanii ambao anakumbuka sehemu alipotoka. Yani ni msanii ambaye hana majivuno hayo kiasi kwamba akaenda kuperform stendi. Yani sio msanii ambaye eti anaweza akasema kwamba okay mimi nitaperform kwenye venue za kulipia watu 200,000, 300,000 na kuendelea, huku anajua kabisa kwamba yeye mwenyewe pia ametoka katika maisha fulani hivi ya kawaida. Kwa hiyo hata wale watu wa kawaida ambapo yeye pia alishawahi kupitia maisha hayo, anataka pia waenjoy muziki mzuri kutoka kwake. Kwa hiyo issue ya Harmonize kuperform pale in a positive side, tunaweza kusema kwamba amefanya hivyo kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba anawa include mpaka watu wa hali ya kawaida katika upande wa maisha kwa ujumla. So ni kitu kizuri kwa mtindo huo, ndio maana amefanya show bure, amefanya show sehemu ambayo mtu yoyote anaweza akapita akatazama akaenjoy, akaona kwamba okay Harmonize tuko naye pamoja, ni mwenetu, ana perform mbele yetu, sio tena kwamba eti amepanda dau kiasi kwamba asiperform katika venues za kawaida kiasi hicho. So kumekuwa na positivity na negativity kwa namna moja au nyingine kuhusiana na hii situation ambayo imetokea kwa msanii Harmonize, lakini negatives zimekuwa ni nyingi. Kama unavyoelewa wabongo bwana uaga wanapenda sana kupambisha upande huo wa mambo. Kwa hiyo watu wengi sana wametokea kumsema, watu wengi sana wamemwambia
amemwambia kwamba yeye asijilinganishe tena na Diamond kwa sababu ya performance ambayo ameifanya kwenye stand ya mabasi na vitu vingine kama hivyo. So ukiwa kama mdau, hebu na pia tuambie, unahisi kwamba issue ya Harmonize kwenda kuperform pale stand ya mabasi Mwenge siku ya jana, unahisi kwamba ni kwamba amegaragaza brand au ni jamaa ameamua kuwa include mpaka watu wa Tanzania au mashabiki zake waliopo katika hali ya kawaida? Na issue ya kusema kwamba anafanya world tour na world tour ndio imeanza, show yake ya kwanza ndio ile pale Mwenge stand ya mabasi na kiingilio ilikuwa ni free boat. Tuambie pia unalichukuliaje swala hilo kwenye comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa unaiona, lakini pia hakikisha bwana unanifollow na kwenda kwa jina la Pablo Montana. Hawezi akaenda kuperform pale kwa ajili tu kwa sababu moja ya kulinda brand. Yani wapo kama ile show labda ingekuwa imeandaliwa na waandaaji wa bia ambayo Diamond iko nayo kwenye partnership, lazima angezingatia kwamba ifanyike wapi, venue iweje na vitu vingine. Yani wangefanya lile jambo kwa ukubwa zaidi, lakini Harmonize kwenda pale kuperform stand ya mabasi, wadau wanasema kwamba ni vitu ambavyo Diamond hata kama ungemlipa kiasi gani cha fedha hawezi akaperform pale kutokana na brand au status ambayo yeye yuko nayo. Lakini kitendo cha Harmonize kwenda kuperform pale, wadau wanakuambia kama vile jamaa hazingatia hayo mambo ya branding, mambo ya status na vitu vingine kama hivyo. Sasa hiyo ni in a negative way kwa mujibu wa baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo huko mitandaoni. Lakini ukija kwenye upande wa positive side ni kwamba tunaweza kusema kwamba Harmonize bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao anakumbuka sehemu alipotoka. Yani ni msanii ambaye hana majivuno hayo kiasi kwamba akaenda kuperform stendi. Yani sio msanii ambaye eti anaweza akasema kwamba okay, mimi nitaperform kwenye venue za kulipia watu 200,000 300,000 na kuendelea, huku anajua kabisa kwamba yeye mwenyewe pia ametoka katika maisha fulani hivi ya kawaida. Kwa hiyo hata wale watu wa kawaida ambapo yeye pia alishawahi kupitia maisha hayo, anataka pia waenjoy muziki mzuri kutoka kwake. Kwa hiyo issue ya Harmonize kuperform pale in a positive side, tunaweza kusema kwamba amefanya hivyo kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba anawa include mpaka watu wa hali ya kawaida katika upande wa maisha kwa ujumla. So ni kitu kizuri kwa mtindo huo, ndio maana amefanya show bure, amefanya show sehemu ambayo mtu yoyote anaweza akapita akatazama akaenjoy, akaona kwamba okay, Harmonize tuko naye pamoja, ni mwenetu, ana perform mbele yetu, sio tena kwamba eti amepanda dau kiasi kwamba asiperform katika venues za kawaida kiasi hicho. So kumekuwa na positivity na negativity kwa namna moja au nyingine kuhusiana na hii situation ambayo imetokea kwa msanii Harmonize, lakini negatives zimekuwa ni nyingi. Kama unavyoelewa, wabongo bwana uaga wanapenda sana kupambisha upande huo wa mambo. Kwa hiyo watu wengi sana wametokea kumsema, watu wengi sana wamemwambia kwamba yeye asijilinganishe tena na Diamond kwa sababu ya performance ambayo ameifanya kwenye stand ya mabasi na vitu vingine kama hivyo. So ukiwa kama mdau, hebu na pia tuambie, unahisi kwamba issue ya Harmonize kwenda kuperform pale stand ya mabasi Mwenge siku ya jana, unahisi kwamba ni kwamba amegaragaza brand au ni jamaa ameamua kuwa include mpaka watu wa Tanzania au mashabiki zake waliopo katika hali ya kawaida? Na issue ya kusema kwamba anafanya world tour na world tour ndio imeanza, show yake ya kwanza ndio ile pale Mwenge stand ya mabasi na kiingilio ilikuwa ni free boat. Tuambie pia unalichukuliaje swala hilo kwenye comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa unaiona, lakini pia hakikisha bwana unanifollow na kwenda kwa jina la Pablo Montana.